Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link bana, niko na ndugu yangu hapa Idris Kitana. Siku nyingi hatujapiga story, lakini leo nikasema ngoja nimtafute ndugu yangu bana tuweze kuyajenga. Kaka kwema? Lakini alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema, kama kawaida tuko vizuri bwana. Nimezimisi dude bwana, sali sana kitambo noma sana. Mambo mengine nasemaje? Lakini Mungu ni mwema, tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata nafasi ya kuiona, kwa sababu sio kila mtu ambaye alifunga mwaka jana basi amepata nafasi pia kuiona Ramadhani ya mwaka huu. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na tufanye yaliyokuwa mema kwa ajili ambao ametuhusia, lakini pia wenzetu wa Kristo nao wapo kwenye Kwaresma. Sasa Victor, nimekuona na mishikaki hapa. Sasa sijui wewe sasa upo pande gani? Manake wa Kristo anafunga, Waislamu wanafunga. Sasa sijui tena. Ile nampelekea mtu kaka. Ndio niambie boss. Nikwambia yule. Haya, tayari. Lazima nimpelekee. Haya bwana, sawa. Ndio hivyo kaka. Sasa mimi bahati nzuri nimuuliza ile swali, ilikuwa ni Baba Levo. Nikamuuliza kitu kimoja kuhusu masuala ya isbati. Tuanze kwanza na hili. Akanambia kwamba yeye moja ya chanzo ambacho kimfanya akaondoka Wasafi ilikuwa ni swala la isbati. Lakini akashauri akasemaje, kuna haja ya kuangalia pia vipaji ambavyo havina ithbati lakini vina talent ya kutangaza, viangalie kwa namna moja ama nyingine. Cheki yako kwenye hilo iko vipi? Niwapongeze bodi kwa sababu anataka kuifanya taaluma ya uandishi wa habari iwe professional, kama ambavyo mtu akitokea akisema daktari, yes, anaonekana daktari. Mtu akitokea akisema hakimu, yes, aonekana hakimu, aonekane kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kulikuwa kuna mambo mengi. Though haiwezi kumalizika yote, lakini kwa hili wamefanya kitu kikubwa, lakini though ina athari zake pia, kwa sababu unaweza kukuta pia, ndio maana kuna watu wengine wanasema sawa, kwa sababu mimi ninachoamini pia utangazaji ni kipaji. Umeelewa vizuri? Na ndio maana leo kuna mtu anaweza kaamka akasikiza kipindi hicho kimoja tu, kuna mtu mwingine akabadilisha kipindi kimoja akabadilisha tena station yake, yuko huru. Kuna mtu kaenda tazama kwenye TV akamtazama mtu huyo mmoja. Ashanifahamu vizuri. Mimi kwanza kwangu ninachoamini kipaji, lakini wao wametuaminisha kwamba kipaji lazima kipigwe msasa. Lakini mbali na hiyo pia kuna ili swala unajua tuteteleka hapa, maana kusikika unajua utangazaji nao ni kama kilevi unajua. Sawa, tupo darasani tunafanya mafield manini hivyo, lakini bado tushakuwa on the peak kule, unajua zile watu wanakuja bwana, unajua zile kelele zinakuwa nyingi. Lakini pia wazee, tupo mzee wangu Tido Mwando pale, angalie kuna watu wana uzoefu kwenye hii fani zaidi ya miaka 20. Wamekaa zaidi ya miaka 20, mimi nimekaa zaidi ya miaka 10, kuna watu wengine wamekaa zaidi ya miaka 15, kuna watu wamekaa miaka mingapi. Kwa kuna namna sasa katika kurudi shule nao sio kila mtu ana hiyo ada ya kuweza kufikia kwenye diploma, ya kuweza kufikia kwenye degree, kutokana na maisha yalivyo na fani yetu yenyewe ilivyo. Kwa sio kila mtu atasoma hivyo. Mwenyewe unajua mpaka unamaliza DSJ ni kwa mafungu baba. Mpaka itokee sijui umeenda kwenye place ngapi, habari maelezo umehudhuria mara ngapi, tunapata inakuwa shughuli. Kwa sio kila mtu anaweza kafika kule kutokana na hali ya maisha. Mimi nafikiri pia wasianza kaliangalia hili, kwa sababu pia utangazaji vipaji vingi na nini vizuri, tukafundishwa weledi, tukafundishwa ethics zetu. Unaweza pia wakatuhamishia shule kwenye mataasisi yetu kule, unatoka kwenye kipindi unapigwa shule, unamaliza kipindi unapigwa shule, kabla hujaanza unapigwa shule zile, unakumbushwa. Kwa sababu kama zamani nafikiri ilikuwepo, usipofuata ethics lazima uadhibiwe, utaadhibiwa na TCRA na kama muziki inavyokuwa. Nafikiri ni kitu kizuri, tungejisajili tu, ambao mtu mpoko nani basi mtu asifuata maadili anani, kama ndugu yangu Zungu kavuka maadili juzi, kapigwa onyo pa. Nilikopo naye leo. Azungu bwana. Nilikopo naye leo. Mimi siku nilimwambia usiku kwanza. Nikamwambia kaka. Nikamwambia hapo uwanja wa ndege wanagawa nini na nini? Akasema wanagawa kila kitu. Nikasema hebu viache unavyokunywa kwanza. Mwisho wa siku umeona ni usikivu kama ule. Kwa hiyo mimi ningeliomba baadhi ya ithibati, kwa sababu na vipaji vingi ambavyo, na kama unaona sio siri, media nyingi ziliteteleka kutokana na hii situation, lakini wametukumbusha tayari tuna nini, tunaendelea vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaomba tuko chini miguu, tukirudi tena watupokee kwa dhati. Ni walezi wetu. Kwa hiyo unaweza kaelewa, japo kwa ina athari, lakini uangalie pia vipaji sana, manake sio kila kitu kinahitaji hivi. Mimi yani kuna vitu vingine ni hivi kweli, lazima unolewe ubongo ili ujue unakwenda kuzungumza nini. Ilishafika kipindi mtu anajiropokea tu. Kweli. Mtu anaamka asubuhi na defamation tu. Anamwataki mtu ana kisirani chake na Victor, basi akija redio kipindi kizima ni yeye. Na kweli tufika kipindi paka media mtu anakaa yani
mtangazaji anamseti mwenzie, hebu nisifie leo. Yaani ili upate mume kupitia au upate mke kupitia. Unajua ni vitu kwa tulitoka kweli kwenye weledi wametukumbusha. Kwa hiyo ndio hivyo katika matumizi ya usahihi, wengine kwenye entertainment unakuta ara na hero zinavyochanganywa hizo, unakuta yani mtifano mtu kwenye online. Kwa hiyo wasizigusa sana, kwa sababu hata vijana wengi online wamejiajiri. Kuna wale wachache ambao wabovu, sheria zipo, wachukuliwa kamatwe. Kuna vingine ambavyo vimezidi sasa. Kuna vingine ambavyo vimezidi, yani vile ambavyo vinajulikana. Lakini kuna watu saizi online zimewainua. Sio wote tunaweza tukajazana huku kwenye mainstream media. Tajazanaje jamaa? Basi Taifa Bite tutasoma kila mtu sekunde 4. Tutachukua mstari na michukua mstari shughuli. Kwa hiyo nawashukuru, lakini pia waliangalia hili. Wazipitie tu. Najua serikali yangu ni sikivu. Mheshimiwa Gerson Msigwa yuko. Kine pia Mwana FA bilioni 2 pia. Manake hii hali pia inatuathiri saikolojia sisi kama vijana. Manake hapa unanistaafisha kabla ya umri wangu. Wengine sio umekaa. Kwa mfano mimi Victor, si unajua historia yangu. Nimekuwa kwenye media, mpaka na sasa hizi hata ukiniambia ujenzi wa nyumba naupatia wapi? Bebe zege kaka, usahau kweli. Lakini pengo lako watu wanasema kwamba alizibiki bwana. Pengo la kila mtu kwenye media ni alizibiki. Unajua kila mtu ana mtu wake. Umeshanifahamu vizuri. Kila mtu ana test yake. Hiyo ndo tunaita sasa kipaji. Ndo hapo tunarudi, kwa sababu uwasilishaji pia wa kitu ni sanaa. Mimi nina sanaa yangu ya uzungumzaji. Tunaweza tukazungumzia historia labda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyozindua kituo cha ulinzi pale Dodoma. Wewe utakavyowasilisha ni tofauti na nitakavyowasilisha mimi. Kwa mimi naweza nikawasilisha watu wakaelewa zaidi kuliko wewe ambaye mimi akisema mtangazaji wa vile na Dr. hapana, unajua karika kile Kiswahili kweli kile. Kwa hiyo kwa upengo ndo hivyo. Kwa unafanya unaziona message na nini, ndio tunasema manake unagusa mioyo ya watu. Kuna namna ya usilishaji wake. Kwa kila mtu pengo lake, jitahidi sana kwenye media pia kuwa mbunifu ili pengo lako lisizibike. Nilikuwa nazungumza na kuna watu mambo anasema mengi sana. Wewe ni wanafamilia wa Wasafi. Wasafi sasa hivi hatuioni kwenye frequency na almost mwezi na sehemu sasa hivi. Nilimsikia Baba Levo alitamka bana, unajua Wasafi sijui hivi na hivi imekufa. Alikuwa alizungumza mambo mengi sana. Nadhani ulisikia press yake ile. Kwa nini Wasafi hatuisikii kwenye mainstream? Nafikiri inasikika, zinapigwa muziki, si ndio? Yani manake ile inakuaga kuna kitu kinaitwa, tumetoka mwezi wa 12. Sasa hivi nafikiri watu wengi ndio media nyingi zimesahau ile utamaduni. Zamani ilikuwa mwezi wa 11 kuna kitu kinaitwa chimbo. Mnaenda mnajichimbia. Kwa hiyo media inapiga kwa kipindi almost mpaka mwezi wa 2 hapa ndo mnakuwa mnarudi tena hewani. Kwa hiyo nafikiri kutokana na yeye tu mkurugenzi anataka maboresho na mimi nategemea pakubwa kutoka kwake. Kwa hiyo ngoja tusikilizie tuone kitakachokuepo, japokuwa watu wameaga. Unajua zile watu wameaga. Niliona ile kuagaga kwingi kulikuwa. Manake hakuna marefu yasiokuwa na ncha, japokuwa kuaga kunauma, lakini mwisho wa siku likitokea la kutokea unaweza kaaga. Of course ni taasisi ya mtu binafsi, anaweza kaamua kabadilisha kiwe kitu kingine, akaamua kiwe kitu kingine, lakini bado tuna matumaini japokuwa ameaga, lakini bado tunaipenda. Kwa hiyo muombe tu mkurugenzi. Basi sijui itafanyaje tena. Ni taarifa ya mtu gani ilikuuma sana ulivyosikia anaaga pale? Anaaga. Mimi bwana alivyokuwa aliongea kwa uchungu. Nani bwana? Nani? Mzee wangu Mende Dando. Ila unajua na kitambi fulani hivi mbonyeo. Ndugu zangu. Nikasema basi kwa nikajisikia vibaya na ile theme yenyewe. Unajua tushakuwa familia nini, sasa ile kuagana tena. Pokuwa hata hivyo tulikuwa tunaonana, unajua. Kwa hiyo ni kitu almost pale watu kwa wengine tumeingia pamoja miaka 6 pale tupo pale. Kwa hiyo kuagana siku zote almost kuna unajua zile maana Gerald akakwambia ni wakati sasa wa kuangazia, na kweli kwa umri ni kilimo kinamfaa. Cha mboga matikiti, spinach, watu wakalime. Watu tuweze tukajaribu kaka. Anafanya mazoezi sana namuona. Anapiga mazoezi. Mazoezi ni muhimu.
Unajua unasema mazoezi yanaondoa msongo wa mawazo. Mazoezi pia kwa ajili ya umri, afu kiangalia na vyakula tunavyokula, mazoezi ni muhimu, lakini blazangu ni mapitio yake, mazoezi ni muhimu sana. Ili nasikia una ofa nyingi sana. Inapewa, naambiwa mara mjini, mara mwingine wananiambia bana Crown, wengine wananiambia pia la shirika la taifa la utangazaji pia linakutaka pia. Hizi ofa unazipokeaje na vipi hasa? Tutegemee lipi kutoka kwako? Hii ni kazi bado ni ajira. Kama nilivyokuambia, bado mimi nipo masomoni, lakini bado mimi nipo Wasafi, kwa hiyo bado niko masomoni. Kwa hiyo ikitokea tuseme heri inshallah. Tuombe kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kazi, kwa hiyo popote inaweza kawa kambi. Basi inshallah naweza nikaingia pia mkanikuta nipo SUA huko. Namfundisha Panyamagawa kutatua mabomu mara nini, unajua. Kwa hiyo hivyo ndugu yangu. Nilipata na andiko moja mtandaoni limeandika kwamba ujio wa Crown umeishusha Wasafi. Hivi kuna uwezekana kuna kweli katika hilo? Sidhani. Kila media ina base yake. Umeshanifahamu vizuri. Kwa hiyo sidhani kwa kila kitu kinakuwa kina nguvu yake. Ushindani ni kawaida sana kwenye hizi media. Ushindani ni kitu cha kawaida. Ndio maana tunasisitiza ubunifu, sasa ndio hapo unaingia hapo na ushindani uko hivyo. Sasa kwa sababu mlengwa wa Wasafi unajulikana, na mlengwa tamaduni tuseme za Wasafi zinajulikana, tamaduni za Crown pia zinajulikana, na tamaduni za TBC zinajulikana, tamaduni za kuna kitu kikitaka utakipata Media House, kuna kitu kikitaka unasema hapa mpaka nione TBC, kuna kitu kikitaka ukitaka muziki unasema mpaka nisikize Wasafi, kuna kitu kikitaka mpaka usikize huku kwa Media House hivyo. Lakini mimi naamini bado tulikuwa katika Wasafi, tulikuwa katika ushindani, tulikuwa katika mbali kabisa in terms of kusikika, matamasha nini na nini. Maki nafikiri si ndio turudisha uhai wa haya matamasha Wasafi Festival, nafikiri ndio tumeirudisha. Kwa hiyo wasanii wengi tumeona sasa kumetulia kimya. Kwa hiyo kila media ina sehemu yake, na ndio maana kila kipindi hata ukiamka asubuhi utachagua hiki nataka kusikiliza, nisikie hiki niweke wapi, nikisikiza hiki niweke wapi. Lakini nafikiri Wasafi ipo katika level yake ile. Okay, sawa. Tugeukie hili. Bosi wako Diamond amenunua gari, ni aina ile sio inaitwa nini, Sprinter ile. Niliona bonge la gari kusema kweli. Maneno yalikuwa ni mengi sana, wanasema bana gari la zamani, kwa level yake aliyofikia, sijui atakiwa aoneshe gari la zamani na nini. Sijapokuwa yeye mwenyewe kuandika kama ni mpya ama la. Unadhani kwa nini maneno yalikuwa ni mengi sana? Ilikuwa ni gari namna gani ile? Okay. Ndugu yangu, una simu hapo ina bando? Hebu tuoneshe. Mambo kwa ushahidi. Unajua mambo saizi vitu vipo nani? Bwana, kwanza kimsingi niwaambie watu tu wamepagawa. Ile gari ilikuwepo katika convoy ya Diamond Platnumz. Kama unakumbuka kipindi ambapo watoto wake wote wamekuja, wale wa South Africa wamekuja, yule kutoka Nairobi amekuja, gari ilikuwa inatumika kifamilia ni ile. That's a luxury car bro. Inaitwa Mercedes Benz. Lete tu Google hapo nikuonyeshe ndugu yangu hapo. Ngoja nionyeshe mambo na evidence. Acha nichambue. Alafu nakusema mnileta kwenye uchambuzi bwana. Acha nichambue. Uchambuzi wa magari. Uchambuzi mzito, alafu nakuja kukuambia sasa mzigo gani ambao unakuja. Ambao Diamond anategemea kuja nao. Alafu nije kukuambia kwa nini hizo gari. Okay, sawa. Naona kijana wangu anaweka bando pale ili akupatie mara moja. Lakini ni gari nzuri. Mambo top thibati. Una bando wewe. Wadishi gani huko tubeteni namna hii? Wadishi vipi? Tunaishi vipi tena? Wakati tafutia tuendelee na nitataka nikuchambulie kwa sababu ile ni gari ya kifahari, luxury car. Ile inatumika na wasanii wakubwa. Lil Wayne anayo ile. Umeshanifahamu vizuri ambayo Birdman pia anayo. Kuna let's say kuna hata ukiangalia movie nyingi zile ambazo wanaiti Madon zile, umenielewa vizuri, wanaiti Madon zile. Kwa mfano kuna movie moja inaitwa Gauge imetoka, ukiangalia ile gari ipo Mercedes Benz Sprinter. Ile ni gari luxury kwa ajili ya matajiri kurelax, kama utaki kuonana na dereva wako mbele. Ndio maana pale kuna screen kubwa, pale nje nyuma kuna luxury, unaweza ukakaa, umenielewa vizuri. Umeshanifahamu vizuri. Ngoja tuigugu hapa. Tuigugu hapa. Mercedes Benz Sprinter. Mercedes nini? Mercedes. Jamani. Mercedes. Yes. Mercedes Benz. Ngoja. Kuna hiyo classic kwa Mercedes Benz. Achana classic. Classic kama Sprinter hii hapa. Hii hapa hii. Yes. Nataka Mercedes Benz classic hata Joniji anayo bwana.
tunakuja. Umeshanifahamu vizuri. Haya. Hii umeiona ilivyo? Umeiona ilivyo? Sasa hii hapa imekaa vibaya. Ile ya Diamond ni modifying Mercedes Benz Sprinter ya mwaka 2021 ambao ndo latest wanaotumia wasanii. Umeshanifahamu latest vizuri kabisa. Na hii bwana ni kwamba ni hii atuiti gari inaitwa van. Van manake mule ndani iko modifying kufanya chochote. Na ndio maana kwenye uandishi wa habari kwa kuna kitu kinaitwa Obi van. Umeshanifahamu vizuri? Yani manake imedesigniwa kurusha nini? Matangazo. Kwa ile van unaweza ukaitreat vile unafanyia. Ukiweka Obi van unaonaga ukiingia studio kwenye gari inavyokuwa. Umeshanifahamu vizuri? Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuweza kuangalia. Sasa nikwambie. Hii Mercedes Benz watu ambao wanaichukulia Sprinter kwanza unaoji ile sio Corolla, sio nini, sio Toyota ile bro. Umeshanifahamu vizuri, ni gari modifying kwa ajili ya starehe. Na mwisho wa siku ngoja nikwambie kitu kimoja, hata ukiangalia kwenye nini, kwenye tamthilia za Kituruki ambazo zinaruka Azam 2, kuna tamthilia ilikuwa zinarushwa zile za matajiri hapa. Sio, umeshanifahamu vizuri, kuna achana na Othman za kizamani, hii Six of Us sio nini na nini. Kuna wale matajiri unakuta ndo gari ambazo zinatumika, mtu anaondoka na familia yake, tajiri anabebwa pale, anapelekwa ofisini, anarudi, mambo yanaenda kufanyika hivi na hivi, kwa maisha yanakaa vizuri kabisa. Unadhani kwa nini watu wanajaribu kusema hiyo zamani? Hasa unajua kuna alikuja nao ile Mwijaku, unadhani kwa nini wanapenda sana bwana? Ndugu yangu, hebu Google kwenye bei yake afu uone pale. Umeshanifahamu vizuri umenielewa vizuri. Wewe huwezi kubishana na mtu amenunua na ni mtu ndoto yake ni Mazda CX-65, utabishana nini na mtu bwana? Kwa hiyo bwana, tusipende kuongea vitu ambavyo tusovijua. Sasa hivi gari ile nyingine kaamua kuionyesha ile ni gari, kwa sababu ukishakuwa star mkubwa utaki kujiendesha mwenyewe na unahitaji pia kupata privacy yako. Rolls-Royce of course ni gari nzuri, lakini pale unaweza kaa na dereva huku nyuma. Sasa kwenye Mercedes unaweza uka have some fun, unaweza kaa na party kule, ndio maana inabadilika rangi, unakuta hata mtu wa nyuma pale anaweza simuone. Unajua zile ile ina partition 3. First ina partition usionane na dereva, alafu kuna partition between kwa mtu aliyekaa hapa, kwa unaweza ukakaa ukafungua ukafanya vikao vyako, alafu watoto wasione huko nyuma. Sio, umenielewa vizuri? Alafu ukataka mambo yetu yale ukanyanyua ile partition moja, watoto ukaleta mbele, wewe ukatupa nyuma kule. Mungu akupe nini baba? Shanifahamu vizuri. Uchafuzi umenyoka. Sasa hapo ukiacha hiyo ana zile nini, ana zile Maybach kwanza zile Cadillac ziko hizo mbili, umeshanifahamu vizuri, ambazo zile hazichuji. Zile unaziona hata kwenye msafara wa rais wa Marekani, unaziona kwenye matuzo ya Grammys wapi, ndio inapelekea wasanii pale. Alafu kuna Rolls-Royce ziko pale, umeshanifahamu vizuri. Alafu pale kuna kitu kinaitwa, umekisahau, kuna Land Cruiser V8. Wabunge sana wanapenda kuzitumia. Sasa ile modifying kwa ajili ile gari yake hata ina sense bomb. Ni presidential. Umeshanifahamu vizuri. Ziko hizo mbili pale, umeshanifahamu vizuri. Black alafu kuna white. Alafu ukija kuna kitu kinaitwa Bentley. Sasa hiyo baba, ukipata mpira ule ndio unanesa tu namna ile. Alafu ndio unakuja sasa Mercedes Sprinter hiyo. Alafu sasa kilichopo kwenye maji linakuja aweka hapo ndio Bugatti. Wewe Bugatti inakuja? Bugatti inakuja. Usiniambie? Inakuja Bugatti latest ya mwaka 2025. 2025 na Bugatti. Personal made. Yaani ile 2000, unajua ile Bugatti wewe tuko kununua kama unaenda si huko kwa Istanbul, unaambia nataka Bugatti. Ile unaenda kiwandani. Unatengenezewa. Unajua kuona ile msanii mkubwa akifungua ama viongozi ama tajiri akifungua, unaletewa na champagne yake kabisa ile. Na jina lako champagne, nakwambia congratulations Mr. Nasib Abdul Dama Platinum for buying Bugatti. Wewe bwana, maisha raha bwana wewe. Haya bwana. Hili ni bwana, kila mtu anazitaka jamani. Basi tu. Bana, nimeona bana Bizuchu bana ameandika kwenye mtandao wake bana, kuna kasema bana, anayempigia mume wangu jina lake linaanzia na A. Hebu waache mara moja hiyo tabia. Yule si ndo Amanda, sishatoka. Si Amanda. Si ndo wimbo wake yule Amanda. Kumbe?
Umeelewa vizuri. Kwa Amanda pia ameendelea kuzipiga hizo simu. Ameendelea kuzipiga na Amanda wako wengi of course. Kwa hela hizo nazo na umaarufu usitegemee kwamba hata unafikia hata simu anakosa wewe hata simu 500 kweli unafikia. Hizo DMs ndio usiseme hapo. Umeelewa vizuri. Akisema ziache hadharani kuna watu watabaki midomo wazi. Unamsema. Kwa level ya dawa. Kwa level yake. Wakuta upo Kigamboni umelala mke wako kadiem. Changamoto jamani. Tuseme tumuombe Mwenyezi Mungu, tuseme alhamdulillah kwa tulichokuwa nacho. Mwenyezi Mungu atujalie zaidi. Naam. Mwezi wa Ramadhani unajua nimeona pia Mwijaku alitoa ushauri wake kwa Harmonize na Kajala bwana, mwezi huu asifunge pamoja, asikae pamoja na nini. Kisheria ikoje hasa dini? Kwa dini sio kwamba, na hii sio tu kwa Kajala pamoja na Harmonize peke yake. Dini haina mwezi wa Ramadhani. Yaani wakutakiwa hata wale ambao wengine wanasema sijui eti umefika mwezi wa Ramadhani nenda kwenu na mimi nibaki peke yangu. Yaani bado hujafanya kitu, kwa sababu wengine unataka unasubiri eti ukifika siku ya Eid ndo arudi tena nyumbani. Bado. Kwa hiyo Mwijaku anajifanyaga anajua dini, lakini tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pale kapotoka vibaya mno kusema kwamba eti haya mwezi wa Ramadhani wewe ni kanali. Umeshanielewa vizuri. Kwa hiyo bro, zina ni mbaya. Zina mbaya. Na zina inashusha vitu vingi sana. Uwezi kuhamisha. Mimi nashangaa sana mtu akwambia bwana eti kamuandikia pale kabisa eti mwezi wa Ramadhani kila mtu akae kwake. Sio tu mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo maana yake hapo unarahisisha kwamba kisha Ramadhani mrudi kama kawaida. Hapana. Lengo la, kwa sababu uzuri wa Ramadhani ungeambia sasa jamani mmefika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ambavyo mnauheshimu mwezi huu wa Ramadhani. Tunaomba pia kama hakuna ndoa muendelee kujiheshimu hivyo hivyo, kila mtu kwake mpaka mpate ndoa. Kwa kimsingi tunasisitiza ndoa. Mwenyezi Mungu anasema wala takrabu zina, tusikaribie zina. Hakika zina ni uchafu. Zina ni uchafu. Niulize ndugu yangu, umepata tangu ufanye zina umekula zima mara ngapi? Utakufa figo wewe. Umeelewa vizuri? Figo zinachuja kila siku, mambo yako zinachuja dawa. Kitu kizito kaka. Wewe Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu una dozi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo mimi nawahusia ndugu zangu, hakuna kitu kusema kwamba mtenganisho kwa sababu Ramadhani. Hakikisha Ramadhani unajisafisha kweli kweli. Sijawasahau pia ndugu zangu pia ambao wale mkoa mlevi kwenye kabla ya Ramadhani, mshafahamu vizuri. Unakuja unaacha ile siku sasa tena ya Eid tena unaenda tena unaibugia tena unaleta tena mzigo wa kutosha pale mezani. Sasa ile siku ukifanya maasi, ile siku kizini, ile siku kinywa pombe, ile siku kifanya chochote kibaya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni sawa sawa umesimamishwa mbele ya siku ya Kiyama, unamtazama Mungu alafu unafanya maovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu. Sawa kabisa. Alafu ili ujue ni mnyama na Simba. Na tunaelekea kwenye dabi tarehe 1. Manara amezungumza ya kwake, upande wa pili wanaanza kumkataa. Huku Simba na nyinyi kama mnaonekana kama upande wa Mamani na nyinyi pia mnataka endelee kule upande wao. Upande wa Mamani nyinyi mnasemaje kuhusu Manara? Maana kama inasemekana kama kule kimenuka kule. Akimenuka vipi kule? Amemwambia kwamba Yanga kutofika kwenye michuano ya kimataifa, kutokufuzu robo finali mara nyingi lile ni kufeli kule. Wasemaji wa timu wakaibuka kaanza kuzungumza ya kwao, bwana wewe Manara sijui 1 2 3 4 5 unatukosea hivyo. Ya Tubad, mpira wetu unaendeshwa na hisia sana kuliko ukweli. Mimi ni shabiki lakini mimi sio shabiki maandazi. Mimi kwenye ukweli nasimama kwenye ukweli, kwenye tofauti nasimama tofauti. Of course Manara kawashauri kitu kizuri. Sasa sisi tumezoea, hata mimi tu, of course Watanzania wengi tumezoea hivi. Uniongelee kwa mazuri. Yaani ukinigusa kwenye mabaya, maneno yatakayotoka hapo ni mazito. Unaona sometimes unaweza ukacomment tu hata kimasiara kwenye page hizi za timu, ukaongea tu kitu cha kawaida, lakini mwisho wa siku matusi utakao kuja kupokea utasema huu ndo mpira ama ni nini. Manara katoa maoni yake na yeye sasa msimkatae kwa sababu ni mwanachama na kadi mlimpa. Sasa basi kama mnamkataa basi tuulize kadi kaitwa wapi? Basi nani aliyempa? Yaani kwa mfano mimi sasa hivi ni bila kujikana sana kama nimepewa kadi yangu mimi na Yanga. Basi kama mimi naonekana ni mnyama, aliyenipa kadi basi awajibishwe. Kwa nini anipe kadi mimi kinyemera? Na alikuwa msemaji ujue. Alikuwa. Sasa mpaka mna mtu anakuwa msemaji, mtu anakuwa nini? Maana yake taasisi hizi anazijua. Manara kazungumza, of course ni gwiji kwenye michezo. Manara ndo binadamu pekee ambaye kasemea Simba, kasemea Yanga. Stand out kwenye mpira kwa muda mrefu. Propaganda kasitengeneza yeye. Mshanifahamu vizuri. Amezungumza fact kama maoni yake tu ya kawaida. Of course na kila watu wameona hivyo. Kama timu hizi bado zinahitaji mapato, Zanzibar wanaingia watu karibu 7,000 sio 15,000. Wakati mechi hapa inaingizaga zaidi ya watu 60,000. Maana yake kuna pesa nyingi hapa
kuliko kule. Kwa hiyo na of course kama sijui mazingira na nini, mbona hapa Simba kapatuliwa hapa hii misimu ngapi? Misimu 6, unaelewa vizuri Kwa hiyo yeye kazungumza kwa upande wake, kwa sababu timu bado mpaka saizi. Kwa nini tunambebea? Akitaka kuondoka Mo tunashika row up, Mo anaondoka. Sasa kwa nini tusiwekeze huku kwenye mapato ili sasa isiyo kwamba Mo akiondoka basi atuache tuna mapato yetu tukiwa stable zaidi. Kweli. Idi, tumezungumza mambo mengi sana, pengine la mwisho ambao natamani ongee na mashabiki zako wanaokutazama sasa hivi, unalipi la kwako? Bwana, sisi mimi sina cha kusema. Stay tuned, we back like never before. And we here until vipi, sio mashmsha mama, until entertainment, until bwana tuendelee kusikilizana, tuendelee kufuatiliana. Kwa nini ulikuwa unasema? Watu unajua hajui kitu kimoja. Idi bana ameshia kusoma hadi mpaka taarifa habari. Mimi bwana nafanya vipindi vyote jamani. Kwa hiyo vyote mimi nasoma taarifa habari, nafanya entertainment, natangaza taarab, natangaza mpaka michezo nisha kufanya. Entertainment unafanya. Yaani kote wewe ushafanya. Michezo nishachambua pia, nishafanya. Unakumbuka Sasa yaani kifupi wategemea utarudi kinamna gani? Inshallah. Wachague wenyewe kwenye comment. Mungu ajalie. Mimi nashukuru sana wakati wako. Asante sana bwana, nitakia wakati mwema. Naelekea kufuturu sasa hivi. Kwa hiyo wasisitize tufunga ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Nafunga ni jambo la kheri. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu. Kwa yangu kule pale anarudi nafikiri. Shukrani kaka. Mashaallah. Alhamdulillah.